Ediki 2024. Kiswahili ni lugha yangu, Kiswahili ni somo langu, Kiswahili ni lugha yangu, Kiswahili ni somo langu. Karibuni sana wanafunzi wangu wa kidato cha kwanza kwenye kipindi chetu cha leo. Leo tunakwenda kujifunza mada inayoitwa mawasiliano. Nani anaweza akaeleza maana ya mawasiliano? Juma, Salma, Amina. Asanteni sana kwa michango yenu ambayo mmeitoa. Kwa kifupi, tunaposema mawasiliano ni mchakato wa kubadilishana habari, mawazo au hisia kati ya watu au vyombo kwa njia mbalimbali kama vile kuzungumza, kuandika, kuashiria au kutumia alama. Mawasiliano yanaweza kuwa ya ana kwa ana, ya mbali, ya maandishi, ya sauti ama ya picha. Kwa ujumla, mawasiliano ni muhimu kwa kuelewana, kushirikiana na kujenga mahusiano. Je, kuna mwanafunzi yoyote ana swali kuhusiana na mawasiliano? Kama hakuna, basi kwa leo tutaishia hapa. Tukutane kipindi kijacho. Asanteni. Kiswahili ni lugha yangu, Kiswahili ni somo langu, Kiswahili ni lugha yangu, Kiswahili ni somo langu. Habarini za leo wanafunzi wangu. Kipindi kilichopita tulijifunza nini maana ya mawasiliano. Lakini leo tutakwenda kujifunza nini maana ya lugha. Kwani mawasiliano yoyote huwa pia inategemea lugha. Nini maana ya lugha? Nani atakayeweza kunieleza nini maana ya lugha? Fadina, Baraka, Juma, asanteni sana kwa michango yenu. Tunaposema lugha, lugha ni mfumo wa mawasiliano unaotumia alama, sauti na ishara ili kuwasilisha mawazo, hisia na maana kati ya watu. Lugha inaweza kuwa ya kuzungumza, ya kuandika ama ya ishara. Lugha ni muhimu kwa mawasiliano, kuelewa na kueleweka, kujifunza na kufundisha, kujenga utamaduni na utambulisho. Kwa ujumla, lugha ni chombo muhimu cha mawasiliano na maisha ya kila siku. Kuna mwenye swali yoyote? Basi kama hakuna, naomba tuishie hapa kwa leo. Tutaendelea kipindi kijacho. Asanteni sana. Kiswahili ni lugha yangu, Kiswahili ni somo langu, Kiswahili ni lugha yangu, Kiswahili ni somo langu. Asanteni sana wanafunzi wangu kwa ushirikiano wenu wa kipindi cha kwanza na kipindi cha pili. Leo tuendelee kwenye kipindi ambacho tunakwenda kujifunza aina za maneno. Basi ngoja tuanze kujua ama kufahamu nini maana ya maneno. Maneno ni vitengo vya lugha vinavyotumika kuwasilisha mawazo, hisia au maana. Maneno yanaweza kuwa ya maana halisi ama ya maana ya mfano. Maneno ni muhimu kwa kueleza mawazo na hisia, kuwasiliana na wengine, kujifunza na kufundisha, kujenga lugha na utamaduni. Hivyo basi, tunapata kuwa na aina 8 za maneno katika lugha ya Kiswahili. Na aina 8 hizo, ya kwanza ni nomino, vitenzi, vivumishi, viwakilishi, vielezi, viunganishi, vihusishi na vihisishi. Hizi ni aina za maneno zinazotumika katika lugha ya Kiswahili. Asanteni sana wanafunzi wangu kwa usikivu na utulivu katika kipindi chetu. Nina imani mmekifurahia kipindi. Kiswahili ni lugha yangu, Kiswahili ni
somo langu. Kiswahili ni lugha yangu. Kiswahili ni somo langu. Kiswahili ni lugha yangu. Kiswahili ni somo langu. Kiswahili ni lugha yangu. Kiswahili ni somo langu. Niliyefundisha vipindi vyetu vitatu ni mimi Mwalimu Imamu Hussein Jonjo, mwalimu wa Kiswahili.